Habari yako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ewura Podcast. Karibu sana kwenye episode nyingine ya podcast hii. Jina langu ni Janet Mesomapia na kama kawaida kila siku huwa nina furaha sana kukuletea wataalamu mbalimbali ambao tunajadili masuala mbalimbali ya huduma ambazo zinadhibitiwa na Ewura, yani huduma za nishati pamoja na huduma za maji. Na leo kwenye podcast hii tunaye mgeni mtaalamu wa masuala ya maji na tutakwenda kuzungumzia masuala yote ya muhimu yanayohusu huduma za maji. Lakini nikukumbushe tu kuna takwimu ambazo zilitolewa kwenye ripoti iliyotolewa na shirika la UNICEF pamoja na WHO. Utafiti huu ulifanyika mwaka 2023 na unaeleza kwamba zaidi ya watu bilioni 2 duniani kote bado hawana maji safi ya kunywa na kutumia majumbani. Kwa hiyo hii inatufanya tuzungumzie swala hili na jinsi gani Ewura inaendelea kufanya kazi kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji kama wanavyotakiwa, wanavyostahili kupata. Kwa hiyo studio kama nilivyokuambia tunaye mhandisi. Karibu sana Engineer Titus. Asante sana. Nimefurahi sana leo kuwa na wewe kwenye hii podcast. Asante. Kwa kwanza ujitambulishe, tuambie wewe ni nani na Ewura unafanya nini? Asante sana Janet. Mimi ni Titus Safari, ni mhandisi kwa taaluma na ninafanya kazi Ewura kama manager wa usambazaji maji katika mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Ewura. Okay. Karibu sana. Asante sana. Maji ni uhai. Yes. Ewura inafanya nini kusimamia sekta ya maji nchini, kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania wanapata huduma bora ya maji? Asante sana. Haya majukumu ya Ewura katika sekta ya maji yameainishwa wazi katika sheria ya maji na usafi wa mazingira na sheria ya Ewura pia ikiwa imeeleza nini ambacho Ewura itafanya katika sekta ya maji. Jukumu kubwa la Ewura ni kufanya udhibiti wa kiufundi na kiuchumi wa mamlaka za maji ambazo zinatoa huduma katika maeneo yao. Na katika kutekeleza jukumu hilo, Ewura kwanza inatoa leseni, ina wajibu wa kutoa leseni na kufuatilia utekelezaji wa masharti ya leseni kwa watoaji wa huduma za maji na usafi wa mazingira, yani mamlaka za maji. Lakini pili, Ewura ina wajibu wa kufuatilia utendaji wa mamlaka hizo za maji na usafi wa mazingira, ikiwa ni pamoja na kufanya kaguzi mbalimbali za kupima ubora wa maji wa maji yanayotolewa na mamlaka za maji pamoja na maji taka kabla ya kurudishwa kwenye mazingira baada ya kufanyiwa matibabu. Lakini pia Ewura ina jukumu la kupitia, kuchambua, kwanza kupokea, kuchambua na kuidhinisha bei za huduma za maji na za usafi wa mazingira za mamlaka za maji. Hilo ni jukumu lingine la 3. Lakini la 4 ni kutatua malalamiko na migogoro ambayo inaweza kuwepo kati ya wateja wa mamlaka za maji na usafi wa mazingira. Pale ambapo kunakuwa na malalamiko au migogoro, basi Ewura ina wajibu wa kutatua migogoro hiyo kati ya pande hizo mbili. Okay. Safi sana. Ewura inasimamia mamlaka za maji na usafi wa mazingira mijini. Sahihi. Utofauti wake ninajua mijini, vijijini, lakini utofauti wa mamlaka Ewura inazozisimamia na nyingine za namna hiyo ambazo ziko vijijini au maeneo ya vijijini, utofauti wake ni nini? Mamlaka za maji zinaundwa kwa mujibu wa sheria ya
usambazaji maji na usafi wa mazingira. Na mamlaka hizo za maji zina wajibu wa kutoa huduma hasa katika maeneo ya miji. Na miji, tunapozungumzia miji, ni makao makuu ya mikoa, makao makuu ya mikoa, makao makuu ya wilaya, kwa maana ya miji ya wilaya, lakini kuna miji ambayo ni miji midogo. Kwa hiyo katika maeneo hayo zimeundwa vyombo hivyo vya kutoa huduma ambavyo vinaitwa mamlaka za maji, na kwenye sheria vimetamkwa kama water authorities, lakini ikiwa na maana ya kwamba ni mamlaka za maji na usafi wa mazingira, na zimepewa maeneo katika miji husika kutoa huduma hiyo. Kwa hiyo katika maeneo hayo EWURA ina wajibu wa kudhibiti mamlaka hizo. Katika maeneo mengine ambayo sasa tutaona ni maeneo ya vijijini, vipo vyombo vingine vya utoaji wa huduma za maji katika ngazi ya jamii. Inaitwa vyombo vya utoaji wa huduma za maji katika ngazi ya jamii, ambapo zimekuwa zikisikika kwa maarufu kama CBUSOs, Community Based Water Supply Organizations, ambapo vyombo hivyo vinatoa huduma katika maeneo ya vijijini chini ya usimamizi wa wakala wa maji na usafi wa mazingira ya vijijini, yani RUWASA. Kwa hiyo RUWASA inavisimamia vyombo hivyo, na kwa maana ya namna vinavyotoa huduma, ikiwa na masuala mengine yote ya ubora na bei katika maeneo hayo. Kwa hiyo tofauti ipo kwamba mamlaka za maji hasa zinahudumu katika maeneo ya miji, lakini vile vyombo vya utoaji wa huduma ya maji katika ngazi ya jamii viko zaidi vijijini, ambapo uangalizi wake uko chini ya wakala ambaye ni RUWASA. Sawa sawa. Na moja kati ya jukumu EWURA inafanya ni kupanga bei au kuidhinisha bei za huduma ya maji. Ndio. Hizi bei ambazo zinapangwa ni kwa ajili tu ya hizi mamlaka, ama kwa sababu kuna watoa huduma binafsi ambao pia wanakuwaga na bei yao tofauti? Nataka kufahamu utofauti wa bei kutoka kwa mtoa huduma A na B. Utofauti wake ni nini? Na zote zinapangwa na EWURA ama hili limekaaje? Kwa upande wa mamlaka za maji bei zinatofautiana, kwa maana kwamba kama nilivyosema, mamlaka hizi zina maeneo tofauti ya utoaji wa huduma, kwa maana ya miji tofauti tofauti. Kwa hiyo bei hizi zinatofautishwa kulingana na gharama za uendeshaji za mamlaka ya maji husika, na zote hizi zinapangwa na EWURA. Kwa hiyo bei zinatofautiana na zote zinapangwa na EWURA kwa upande wa mamlaka za maji, ikizingatia gharama ambazo mamlaka husika ya maji inaingia kwanza kuzalisha yale maji. Napozungumzia kuzalisha maji nikiwa ni pamoja na kuyavuna kutoka kwenye vyanzo vya maji, kuyafanyia matibabu, yani treatment, then unapata maji ambayo ni safi tayari kwa ajili ya kusambazwa, lakini pia gharama za kuyasambaza, kuyafikisha kwa mteja. Kwa hiyo kwa sababu ya utofauti wa gharama hizo, kwa maana ya kwamba kuna vyanzo vya maji tofauti tofauti katika hizi mamlaka za maji, hivyo kunakuwa na tofauti kati ya mamlaka moja na nyingine kuhusiana na swala la gharama za uendeshaji, na hasa tukizungumzia swala la uzalishaji na usambazaji wa yale maji. Zipo mamlaka ambazo zinazalisha maji yake yanapatikana kwa mfumo wa mtiririko au tunasema mserereko au gravity kwa lugha nyingine, lakini zipo mamlaka ambazo kuweza kuvuna yale maji na kuyatibu na kuyasafirisha kuwafikia wateja kunahitajika kuyasukuma kwa pump. Kwa hiyo tayari hapo kutaleta utofauti. Yupo mmoja atatumia labda gharama za umeme kwa ajili ya kuzalisha na kusambaza maji, lakini mwingine hatahitaji sana gharama kubwa za umeme na pia gharama kubwa za kutibu maji, kulingana na aina ya chanzo ambacho atakitumia. Na of course gharama hizo pia katika kutibu maji inategemea aina ya chanzo ambacho
kinatumika katika kupata maji hayo safi. Vipo vyanzo ambavyo mchakato wake wa kuyatibu na kuyafanya yawe safi na salama itahitaji mchakato mrefu wa kufuatilia mnyororo mzima wa kufanya treatment. Lakini zipo vyanzo vingine ambavyo vitahitaji tu matibabu ya mwisho kwa kiwango cha kuyalinda yale maji yasichafuke zaidi, au wakati mwingine tunaita disinfection. Kwa hiyo tayari hapo kuna tofauti. Kwa hiyo ukiunganisha yote haya pamoja na gharama zingine ambazo zinajitokeza za tofauti, kwa mfano gharama za utawala, gharama za matengenezo ya miundombinu, gharama za watumishi na gharama zingine za kufanya huduma iwe endelevu, inaleta utofauti na hivyo kusababisha bei hizi kutofautiana kati ya mamlaka moja na mamlaka nyingine. Yeah. Okay, sawa sawa. Na kwa ufafanuzi, mtu ambaye haelewi, ukisikia unit moja ya maji, Yes. inamaanisha ni kipimo gani unaweza ukasema kiasi hiki cha maji ndio unit moja? Yeah, kipimo cha unit moja kinawakilisha lita 1,000. Lita 1,000. Lita 1,000 za maji. Au tunaweza tukalinganisha na zile ndoo za lita 20, 50. Ndoo za lita 20, 50. Lakini unaweza ukalinganisha pia na kipimo cha mapipa. Na ile mapipa tunafahamu ya lita 200. Kwa hiyo ukilinganisha na kipimo hicho utapata mapipa 5 ya lita 200 yanafanya lita 1,000 ambayo ndiyo unit moja. Yeah. Kwa hiyo ukitambua hivyo unaweza ukalinganisha na vipimo vingine vidogo kwa kadiri unavyoona inafaa. Lakini kimsingi ni lita 1,000, ndoo 50 za lita 20, mapipa 5 ya lita 200 yanafanya unit moja ya maji. Yeah. Nafikiri taarifa ni muhimu kwa sababu mara nyingi ukiletewa bili ya maji ukiambiwa umetumia uniti 5 kwa mwezi, inakupa picha umetumia maji kiasi gani. Sahihi. Na kama ni sahihi au vipi. Nafikiri namna moja pia ya kuona usahihi wa bili ambazo tunapewa za maji. Upo sahihi kwa maana kwamba unapoona umeletewa bili na inasema unit kadhaa za maji, unaweza ukalinganisha na matumizi yako ya mahitaji yako ya nyumbani au mahali pako ambapo unalipa bili na kuweza kupata picha kama bili hiyo au matumizi hayo ni sahihi. Ni sahihi. Yeah. Sawa sawa. Kuna kitu kinaitwa mikataba ya huduma kwa wateja. Hii mikataba ni nini? Na kwa nini ilianzishwa? Lengo lake lilikuwa ni nini? Yeah, mkataba wa huduma kwa mteja kwa lugha rahisi ni makubaliano ya wazi kati ya taasisi na wale wanaopokea huduma ambayo yanakuwa wazi kwa umma, yakitoa ahadi ambazo taasisi inaahidi wateja wake au inaahidi umma kwamba itatoa huduma za aina gani. Aina gani za huduma zitatolewa? Zitatolewa kwa viwango gani? Zitatolewa kwa muda gani? Lakini muhimu zaidi ni kuainisha haki na wajibu wa pande zote mbili. Yule ambaye anatoa huduma, haki na wajibu wake, na yule anayepokea huduma, haki na wajibu wake. Na tukienda kwa muktadha wa sekta ya maji ambayo EWURA tunadhibiti kwenye mamlaka za maji na usafi wa mazingira, mikataba hii imekwenda mbali zaidi kuainisha hadi fidia ambazo zinapaswa kutolewa pale ambapo mteja wa huduma hizo hata kuwa amepata huduma kwa kiwango kile ambacho kimeahidiwa kwenye mkataba wa huduma wa wateja. Kwa hiyo kimsingi hasa lengo ni kuleta uwajibikaji katika utoaji wa huduma, hasa huduma za maji na usafi wa mazingira, kuleta uwajibikaji kwa mamlaka husika na watumishi wake katika kutoa huduma, kwamba watumishi wanaotoa huduma katika mamlaka hizi wanapaswa kuwatendea vipi wateja wao
kwa maana ya kwamba lengo hasa ni kutoa huduma bora inayoridhisha kwa wakati na ambayo inakidhi viwango vile ambavyo vimewekwa, viwango vya huduma ambavyo vimeainishwa kwenye mkataba, lakini viwango vile ambavyo vinatakiwa kufikiwa katika huduma yenyewe ya maji. Yeah. Kwa maana nyingine, kwenye kuongezea hapo, kila mamlaka ya maji ina mkataba huo wa huduma kwa wateja, ni sahihi? Ni sahihi. Kwamba kwa mfano kama wewe ni mkazi wa Dar es Salaam, yes, unalindwa na mkataba wa huduma kwa mteja au huduma kwa wateja wa mamlaka labda ya DAWASA. Sahihi. Wewe uko Dodoma, unalindwa na mkataba wa huduma kwa wateja DUWASA. Ni sahihi? Ni sahihi, kwa maana kwamba kama ulivyosema vyema kabisa, mamlaka zote za maji zina mikataba ya huduma kwa wateja, na hili ni takwa la kisheria ambalo EWURA tunalisimamia kuhakikisha kwamba kila mamlaka ya maji inaandaa mkataba wa huduma kwa mteja, na mkataba huo unaandaliwa kwa majadiliano ambayo ni shirikishi. Mamlaka itaandaa rasimu, lakini itawasilisha rasimu hiyo kwa wateja wake, wataichambua na kuitolea maoni. Baada ya hapo inawasilishwa EWURA na EWURA inaipitia kwa kuangalia kwamba imezingatia sheria na taratibu na kanuni zilizowekwa za kuandaa mikataba ya huduma kwa wateja, na mikataba hiyo inaidhinishwa na EWURA. Kwa hiyo kama ulivyotoa mfano, mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Dar es Salaam, yaani DAWASA, inao mkataba wake wa huduma kwa wateja. Kwa hiyo mteja wa DAWASA anahimizwa, anashauriwa kufahamu, kusoma, kupata mkataba wa huduma kwa wateja na kufahamu haki zake, lakini pia kujua wajibu wake katika mkataba huo. Vivyo hivyo mamlaka zingine katika miji mingine kama Arusha, Moshi, Tanga, Makambako na miji mingine ambayo kuna mamlaka za maji. Kwa hiyo ni sahihi, hilo tunalisimamia EWURA kuhakikisha kwamba mikataba hiyo ipo na inatekelezwa kama inavyotakiwa. Okay. Yeah. Tuende sasa kwenye haki ya mteja. Ana haki gani kupitia hii mikataba ya huduma kwa wateja? Yeah. Mtumiaji wa hii huduma ya maji ana haki gani? Huu mkataba unamhakikishia kwamba hii ni haki yako inapokuja kwenye swala la kupata huduma ya maji? Yeah. Kwa ujumla zile haki zimeainishwa kwenye mkataba husika wa huduma kwa wateja, lakini nisema kwa ujumla haki namba moja ni kupata huduma ya maji safi na salama. Mkataba wa huduma unalenga kupeleka humo kwamba mteja apate huduma inayoridhisha ya maji safi, lakini na uondoaji wa maji taka au usafi wa mazingira. Lakini mteja anapaswa kupata bili sahihi inayolingana na matumizi yake. Amepata ile huduma, anapaswa kupata ankara au bili sahihi ambayo ina taarifa zote husika za kumwezesha kuitambua na kuielewa na kuweza kuifanyia kazi kwamba hiyo bili ni sahihi. Lakini tatu, kupata taarifa kuhusu huduma inayotolewa. Pengine katika mamlaka husika kunaweza kutokea nyakati ambazo kuna mabadiliko ya upatikanaji wa huduma. Mteja anapaswa kupata taarifa sahihi. Lakini haki nyingine ni fidia, pale ambapo mteja atakuwa hajatendewa ipasavyo katika kupata huduma kwa viwango vilivyoainishwa kwenye mkataba wa huduma kwa mteja. Lakini si tu kwenye mkataba wa huduma kwa mteja, lakini pia kwenye kanuni ya ubora wa huduma, kanuni ya leseni na ubora wa huduma ambayo imetolewa na EWURA. Inaainisha pia haki nyingine ambazo mteja anastahili kuzipata. Naweza kukupa mfano wa haki ambayo mteja anaweza kuipata na fidia pale ambapo haki hiyo ataikosa.
Mfano ni kuunganishwa huduma ya maji. Sawa. Hii ni haki ya msingi. Pale mwananchi anapohitaji kupata huduma ya maji, kuunganishwa huduma ya maji, anayo haki. Na utaratibu unaonesha kwamba utaratibu ni kwamba atafikisha maombi yake kwa mamlaka husika ya maji na atalipa gharama za kuunganishiwa maji zilizoidhinishwa. Baada ya kulipa gharama zile, mamlaka ya maji inazo siku 7 za kazi za kumuunganishia maji. Ikishindwa kufanya hivyo, baada ya siku 7 hizo kupita, mteja ana haki ya fidia ya shilingi 15,000. Hiyo tunasema ni fidia ya msingi kwa tukio hilo la kutokuunganishiwa kwa wakati ndani ya siku 7. Ndani ya siku 7 za kazi. Ana haki ya kupewa fidia ya shilingi 15,000. Hiyo ni fidia ya msingi. Baada tu ya hizo siku 7 kupita. Lakini baada ya hapo, kama mamlaka itaendelea kuchelewa kumuunganishia, mteja ataendelea kufidiwa kwa kiwango cha shilingi 5,000 kwa siku. Mpaka mamlaka itakapokuwa imekamilisha ile kumuunganishia maji. Kwa hiyo ni moja ya haki ambayo imetajwa kule. Nyingine ni kutokukatiwa huduma ya maji kimakosa. Yanaweza yakatokea mazingira kwamba mamlaka ya maji kwa sababu zozote zile, kwa kujua kutokujua, ikamkatia mteja fulani maji kimakosa. Pale mteja atakapotoa taarifa na ikathibitika kwamba hii ni kule kukatiwa maji kimakosa, mtoa huduma au hiyo mamlaka ya maji anapaswa kumrejeshea mteja huduma hiyo ndani ya saa 24 tangu taarifa ilipofika. Akishindwa kufanya hivyo, fidia ya msingi ya awali, kwanza mteja anastahili kufidiwa shilingi 100,000. Shilingi 100,000. Na baada ya hapo, wanapoendelea kuchelewa, fidia itakuwa ni shilingi 5,000 kwa siku mpaka huduma itakaporejeshwa. Kwa haya yote yameainishwa kwenye mkataba wa huduma kwa wateja. Lakini zaidi, kanuni zile za ubora wa huduma zinatoa maelezo mengine kwamba hairuhusiwi kwa mfano kumkatia mteja wa maji kumpatia maji siku au kumsitishia huduma siku za wikendi, siku za sikukuu. Hayaruhusiwi kufanya hivyo. Kwa sababu maji ni haki ya msingi ya binadamu. Hebu rudia tena hapo. Hairuhusiwi kwa mtoa huduma kumkatia mteja huduma ya maji au kusitisha huduma ya maji siku za sikukuu au siku za weekend au siku za mwisho wa wiki. Hairuhusiwi. Hilo ni kosa kisheria. Mbona tunakatiwa sasa? Sasa ndio maana tuko hapa kuwapa elimu wateja, mfahamu haki zenu. Mfahamu haki zenu. Mtazamaji anasikia hili swala. Yes, haki yako ni kwamba mamlaka ya maji, narudia alichokisema Engineer Safari ili tuelewane. Mamlaka ya maji hairuhusiwi au haitakiwi kukatia maji siku za mwisho wa wiki. Sahihi. Au siku za sikukuu. Sahihi. Sawa, tuendelee. Tofauti na hapo, yani ikitokea wamekukatia, kitu ambacho kinatokea mara nyingi tu, una haki ya kudai fidia kwa mujibu wa kanuni na kwa mujibu wa mkataba wa huduma kwa wateja. Kwa maana hiyo itaangukia kimsingi katika ile dhana ya kukatia huduma ya maji kimakosa. Fidia yake ikoje? Fidia yake ni kama nilivyoeleza, shilingi 100,000. Fidia ya msingi. Baada ya hapo shilingi 5,000. Kama ataendelea kuchelewa mtoa huduma, atakuwa kulipa shilingi 5,000 kwa kila siku ambayo anachelewa. Lakini ile fidia ya msingi kwanza inaanza 100,000. Asipofanya akiendelea kuchelewa, shilingi 5,000 kwa siku mpaka huduma itakaporejeshwa. Hii ni taarifa ya muhimu sana. Kama mdhibiti amesema
hali inatakiwa iwe hivi, mteja afahamu haki yake hii, basi ni muhimu sana watu wakaelewa hili swala kwamba wana haki ya kupata huduma ya maji. Sahihi. Na kuna namna yoyote huu mkataba unampa ruhusa kwa mazingira gani mtoa huduma kukata huduma ya maji labda kwenye hizo siku kama za weekend au siku za sikukuu? Mkataba haumpi ruhusa. Okay. Katika siku hizo. Kwa hiyo hana cha kujitetea. Hana cha kujitetea. Hana ruhusa ya kufanya hivyo. Kusitisha huduma ya maji sio kwamba sheria na kanuni zimemkataza mtoa huduma kusitisha. Hapo mazingira ambayo anaweza kusitisha huduma, lakini imeweka katazo katika siku hizo, katika mazingira hayo asifanye hivyo, ili kumpa nafasi mteja kufanya marekebisho pale anapoweza. Kwa sababu lengo la kusitisha huduma sio kumwadhibu mteja. Na kimsingi wajibu wa mamlaka za maji ni kutoa huduma. Hiyo ni lengo la kwanza, kutoa huduma za maji na usafi wa mazingira, si kusitisha huduma. Kusitisha huduma itatokea tu pale itakapobidi. Kwa hiyo haipaswi kuwa jambo la kwanza ambalo mtoa huduma atalitizama. Anashauriwa kuangalia njia nyingine ambazo mbadala za kusitisha huduma, lakini hakatazwi kusitisha huduma. Na mazingira mojawapo ya kusitisha huduma ni pale ambapo mteja hajalipa ankara yake, bili yake. Wajibu sasa. Huo ni wajibu, kwa sababu haki inaendana na wajibu. Kwa hiyo mteja kama hajalipa ankara yake ndani ya siku 30 tangu ankara ile kutolewa, hapo mamlaka ya maji ina haki ya kusitisha huduma. Lakini kama alivyosema, ikiwa inazingatia siku zile ambazo ni sahihi kusitisha huduma ya maji. Kwa hiyo kuna haki na wajibu. Kama ulivyosema, wajibu wa kulipa bili ni wajibu wa mteja. Wajibu wa mteja, lakini pia mteja ana wajibu mwingine wa kushiriki katika kutunza miundombinu, kuhakikisha miundombinu ya maji na kuwa endelevu. Mteja atoe ushirikiano na mamlaka ya maji kuhakikisha kwamba miundombinu ya kufikishia maji inakuwa salama, inatunzwa, haiharibiki, na kushirikiana na mamlaka pale kunapotokea changamoto, kutoa taarifa. Hiyo ni wajibu, lakini pia ni uzalendo. Kimsingi ni uzalendo. Lakini pia kuna suala la vyanzo vya maji, utunzaji wa vyanzo vya maji. Sisi sote wananchi, wateja, kwa sababu tunahitaji huduma ya maji iwe endelevu, vyanzo vya maji viwe endelevu. Katika maeneo ambayo tuko karibu na vyanzo vya maji, tuvitunze ili viendelee kutuhudumia, viwe endelevu, tuweze kupata huduma za maji safi na salama. Kuvitunza vyanzo vya maji ni pamoja na kuepuka uchafuzi wa hivyo vyanzo, kwa sababu pale ambapo vinachafuliwa, matokeo yake ni kwamba kwanza vyanzo vile kama vitatumika kutupatia huduma, itatumika kwanza gharama kubwa katika kuyachakata yale maji mpaka yawe safi tayari kwa kutumika. Kwa hiyo mwishoni tutakuta tunagharamia zaidi, kwa maana ya zile bei za maji zinaweza zikawa kubwa kutokana na ubora wa maji yale tunayopata kwenye vyanzo. Lakini pia vyanzo hivyo vinaweza vikakosa uendelevu, kwa maana ya kupungua upatikanaji wake, kiwango chake cha upatikanaji wa maji pale ambapo havitatunzwa, na hivyo kuathiri upatikanaji kwa ujumla. Kwa hiyo utunzaji wa vyanzo vya maji una maeneo mawili, kwa maana ya upatikanaji wa maji yenyewe, lakini ubora wa maji yenyewe ambayo tunayahitaji. Sawa. Na umetuelezea vizuri kwamba haki ya mteja ni ipi, wajibu wake ni upi. Pale ambapo mteja, mtumiaji wa huduma ya maji,
atakapokuwa ameona sijafanyiwa vizuri hapa, nahitaji kudai haki yangu, anaidai wapi? Anafuata utaratibu gani? Yeah. Sawa. EWURA kama ilivyosema mwanzoni, ina wajibu wa kutatua migogoro ambayo inaweza ikajitokeza kati ya mamlaka ya maji na mteja. Sasa imeainisha utaratibu mzuri tu kwamba jambo la kwanza, mteja kama hajaridhika na huduma aliyoipata, anaona hakutendewa sawa, hatua ya kwanza ni kufika kwenye mamlaka ya maji husika na kuwasilisha changamoto yake. Na mamlaka ya maji ina wajibu wa kushughulikia hiyo changamoto ambayo mteja amewasilisha kwa mamlaka ya maji. Tunaamini kwamba katika ngazi hiyo ni ngazi ya mazungumzo, ngazi ya maridhiano kati ya mtoa huduma na mteja wake. Wana mahusiano mazuri ya kutatua changamoto. Kwa hiyo tunaamini kama mdhibiti kwamba ni fursa nzuri ya wao kufikia makubaliano. Kama hilo litashindikana, sasa mteja hajaridhika na kile ambacho mamlaka ya maji imeamua au imetenda, basi inaweza kulileta, mteja anaweza kaleta lalamiko lake EWURA. Na ipo mifumo mizuri imewekwa ya kuwasilisha malalamiko. Anaweza kaingia ni mifumo yetu ya kwenye mtandao, na mfumo wa Licensing and Order Information System ambayo anaweza kawasilisha malalamiko yake kule. Anaweza kafika kwenye ofisi zetu. Tunazo ofisi zetu za kanda na ambazo anaweza ka access kuwasilisha malalamiko yake. Kwa hiyo maana yake anaweza akaja mwenyewe kabisa kwa kufika ofisini. Lakini kama nilivyosema, anaweza kawasilisha kwa njia ya mtandao. Na ofisi zetu zipo, kuna ofisi ya kanda Dodoma, kwa maana ya kanda ya kati, tuna ofisi ya kanda Dar es Salaam, kanda ya Mashariki, tuna ofisi ya kanda Arusha, kanda ya Kaskazini, tuna ofisi ya kanda Mwanza, kanda ya Ziwa, na tuna ofisi ya kanda Tabora, kwa maana tunaita kanda ya EWURA Magharibi. Kwa katika ofisi zetu hizo anaweza kuwasilisha malalamiko yake. Malalamiko atakapopokelewa ataenda sasa katika ule utaratibu wa kushughulikia, na hatua ya kwanza kimsingi tunachotafuta ni kufanya mapatanisho kati ya mteja na mtoa huduma. Tunaita mediation. Hiyo hatua tunaamini tena kwamba itamaliza mgogoro. Lakini ikishindikana hiyo hatua, sasa inakwenda kwenye hatua ya kusikiliza shauri. Na EWURA ina mamlaka hiyo ya kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria. Basi ile shauri linaendeshwa niseme kwa mfumo kama wa kesi, ambapo pande zote mbili zitaleta vielelezo vyake, zitaleta hoja zake, zitasisitizwa kila upande, na mwisho basi EWURA itatoa maamuzi nani anastahili haki ipi, na itatoa agizo kwamba aidha mamlaka ya maji ifanye nini au mteja afanye nini. Kwa hiyo mchakato uko vizuri, umejipanga, na mteja ana fursa ya kupata haki yake pale ambapo anaona kwamba hakutendewa haki katika utoaji wa huduma husika. Tuzungumzie kidogo suala la bili za maji. Moja kati ya malalamiko mengi ya watumiaji wa maji ni bili za maji. Wengi wanalalamika, nimebambikiwa bili, nimepewa bili ambayo ni kubwa kuliko matumizi yangu. Na uzuri ni kwamba umeshatuelezea kipimo kimoja, kutupatia uelewa kwamba unit moja ya maji sawasawa na ndoo za lita 20-50. Kwa mtu anaweza akaangalia hapo matumizi yake yakoje, kama anaendana na kiwango hicho. Lakini kuna namna nyingine yoyote mtumiaji wa maji anaweza akajihakikishia kwamba bili ambayo nimeletewa na mamlaka ya maji iko sahihi? Ndio. Kwanza kabisa mamlaka ya maji inatakiwa kwa mujibu wa mkataba wa huduma kwa mteja na kwa mujibu wa kanuni za ubora wa huduma kuhakikisha kwamba inasoma mita au dira ya mteja angalau mara moja kila mwezi. Kila mwezi dira ya maji isomwe. Kwa hiyo
bili ya maji inatakiwa itokane na matumizi yaliyopimwa kwenye dira ya maji. Sasa dira ya maji inaposomwa na mamlaka ya maji, hatua ya kwanza, mteja anatumiwa ujumbe mfupi kwenye simu yake wa kumtaarifu kwamba mita yako imesomwa tarehe fulani. Matumizi yako au unit zilizosomwa kwenye dira yako ni hizi. Usomaji wa mwezi uliopita ulikuwa ni huu. Kwa hiyo matumizi yako ya mwezi huu ni unit hizi. Maana yake ni usomaji wa sasa kutoa usomaji wa mwezi uliopita. Kwa hiyo tayari hapo inampa nafasi ya kuangalia kwanza ule usomaji ni sahihi. Zile unit zilizoandikwa pale kwenye ule ujumbe mfupi kwa njia ya simu ni sahihi, kwenye simu ni sahihi na kinachosomeka kwenye dira yake ya maji. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuhakikisha zile unit zilizoandikwa pale zinalingana na kile ambacho kiko kwenye mita, lakini zinalingana na usomaji wa mwezi uliopita. Lakini la pili, kuangalia tofauti kati ya mwezi huu na mwezi uliopita, zilivyokokotelewa ni sahihi. Kwa hiyo haya matumizi ni sahihi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa hiyo mteja anapewa ile ujumbe na kuna namba ya simu inaandikwa pale chini. Kama kuna changamoto yoyote, awasiliane na mtoa huduma kupitia namba hii. Na mara nyingi wanakuwa ni wale wasomaji wa mita, namba zao zimewekwa pale. Kwa hiyo mteja kama kuna changamoto anaweza akapiga ile namba ya simu kuomba ufafanuzi au kuomba marekebisho kama kuna changamoto. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza kabla bili haijatolewa kwa kiasi cha shilingi atakacholipa. Baada ya muda huo kupita wa marekebisho, nafuata hatua nyingine kwamba sasa bili itatolewa. Bili inapotolewa inasema sasa ni kiasi gani, unit ngapi umetumia na ni kiasi gani unatakiwa kulipa. Kuthibitisha kiasi ambacho unatakiwa kulipa, utachukua zile unit ambazo umetumia na kulinganisha na bei iliyoidhinishwa na EWURA. Na bei iliyoidhinishwa na EWURA utaipata, inawekwa kwenye mkataba wa huduma kwa mteja kwamba bei zilizoidhinishwa ni hizi. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ukakokotoa zile bei, ile bei ankara yako kuthibitisha kwa kulinganisha na bei zilizoidhinishwa. Kwa hiyo hatua hizi zikifanyika zitapunguza hayo malalamiko ya kwamba bili sio sahihi. Lakini kingine kama alivyokisema mwanzoni kwamba ni lazima mamlaka ya maji isome dira ya maji kila mwezi. Na pale kunapotokea kwamba kuna changamoto kwenye dira husika, kanuni zimeainisha pia kwamba nini kifanyike. Kama kutakuwa na haja ya makadirio, haya makadirio ya bili yafanyweje. Kanuni zimesema wazi kabisa yafanyweje na yasizidi muda gani. Kwa hiyo haya yote yamewekwa wazi kwenye kanuni, lakini pia mkataba wa huduma kwa mteja. Okay. Yeah. Kwa watu ambao wanataka kuweka mifumo ya maji kwenye majumba yao, Ndio, kuna vitu gani vya muhimu mtu anatakiwa azingatie kwenye kufanya hilo, yaani kwamba kuweka mfumo wa maji kwenye nyumba au kwenye jengo lake analotaka kutumia? Na kwanza kabisa ni kutumia wataalamu sahihi wenye ujuzi na uzoefu katika kazi hiyo. Pale tunapotumia wataalamu au tuseme mafundi ambao wana ujuzi, wana elimu na umahiri katika eneo hilo, inapunguza changamoto nyingi ikiwemo kuharibika mara kwa mara kwa hiyo miundombinu ndani ya nyumba. Lakini pia upotevu wa maji ndani ya nyumba husika ambayo itakusababishia sasa yale mambo ya bili zinakuwa kubwa. Unalalamika kumbe maji yanapotea kwa sababu tu ya utendaji kazi ambao haukuwa umezingatia viwango. Sawa. Lakini la pili
Vifaa vya kulaza mabomba ndani ya nyumba vitumike vifaa ambavyo vimekidhi viwango husika. Sasa hili nakwenda pamoja na wale wataalamu. Ukiwa na mtaalamu sahihi atakushauri kuhusiana na vifaa gani vitumike, vifaa vilivyothibitishwa na mashirika yetu ya viwango ambavyo vimekidhi ubora unaostahili. Kwa mfano katika nyumba ni msukumo gani wa maji utakuwepo, kwa hiyo uweze kufunga bomba, kuweka bomba saizi na viungio vyake ambavyo vinakidhi msukumo wa maji ambao yataingia kwenye nyumba. Na hiyo itakwenda zaidi kuweza kusaidia maji yasiyo yanapotea, lakini pia uharibifu wa mifumo mingine ya nyumba. Kwa hiyo matumizi ya vifaa venye ubora. Hayo ni maeneo mawili makubwa ambayo ninaweza kushauri kwamba lazima tuzingatie sisi watumiaji, lakini pia ni vizuri kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu yetu ya ndani ya nyumba, hasa pale kwa mfano tunapotumia nasema vessels au vyombo vya kuhifadhia maji. Kama tuna matenki kwenye nyumba, kuyakagua mara kwa mara kuhakikisha kwamba yako salama, kuyasafisha kuhakikisha kwamba maji yanapoingia yasije yakachafuka ndani ya nyumba zetu na tukapata changamoto za kiafya. Pengine maji yalikuja yakiwa safi na salama, lakini kutokana na utunzaji wa yale maji katika nyumba zetu kasababisha uchafuzi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kukagua hiyo miundombinu ya ndani ya nyumba na kuhakikisha kwamba inafanyiwa usafi wa mara kwa mara. Lakini pia tukumbuke pia kwamba miundombinu ile ya maji baada ya mita ni wajibu wa mteja kuhakikisha kwamba iko salama na inatoa huduma ile iliyozingatiwa. Kabla ya mita uko ndo wajibu wa mtoa huduma. Okay. Asante. Hawa mafundi mtu anawapata vipi? Kuna labda orodha au mtu anapata vipi fundi wa uhakika ambaye ana huo uzoefu, ana huo ujuzi wa kufanya kazi za namna hii? Kwa sasa hakuna utaratibu kama ulivyosema kwamba kuna orodha ya mafundi unaweza ukapata mahali fulani, lakini muhimu kama nilivyosema, wapo mafundi waliopitia katika vyuo vyetu vya ufundi. Mfano vyuo vya ufundi stadi vinazalisha mafundi ambao wana ujuzi katika masuala ya ulazaji wa mabomba ndani ya nyumba. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba fundi ninayemtumia ana elimu stahiki kwenye eneo husika, na vyema zaidi akawa na uzoefu na umahiri katika ile eneo. Kwa hiyo tukiweza kuwatumia wale ambao wamepitia katika vyuo vyetu vya ufundi, lakini pia vyuo vyetu vya maji, wanafaa kwa ajili ya kazi hiyo. Okay. Kuna labda mpango wa mbeleni EWURA kuwatambua labda hawa mafundi, kuwapatia leseni kama ambavyo inatoa leseni kwa mafundi umeme labda? Hilo ni jambo ambalo linaweza likatazamwa kwa muktadha wa kisheria, kwa sababu kwa sasa sheria haipi mamlaka ya EWURA kuweza kusajili mafundi wanaofanya wa maji. Haipo kwenye mawanda ya majukumu ya EWURA kwa sasa. Kwa hiyo useme wigo wa majukumu ya EWURA kwa sasa, lakini kama mamlaka zitaona kwamba ni muhimu jambo hilo kufanywa na EWURA, basi kutakuwa na haja ya kupitia sheria zetu, taratibu na miongozo ili kwamba EWURA iweze kuchukua jukumu hilo. Okay. Swali la mwisho tukiwa tunamalizia, EWURA imejipangaje sasa kuendelea kudhibiti huduma za maji, kuhakikisha kwamba zinaendelea kutolewa kwa ubora, lakini pia kwa uendelevu, kwa sababu inaweza ikawa bora ikawa sio endelevu.
ili kwamba huduma ya maji iweze kupatikana, iweze kuchangia maendeleo ya taifa? Yeah, katika eneo hilo EWURA itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuzisimamia mamlaka za maji ambazo zina wajibu wa kutoa huduma za maji hasa maeneo ya miji, ili ziweze kutoa huduma kwa kuzingatia viwango vilivyowekwa, kuzingatia taratibu na kuzingatia sheria ambazo zimewekwa za utoaji wa huduma. Kwa hiyo tutaendelea kufanya kaguzi mbalimbali za kupima ubora wa maji na maji taka, huduma za maji na maji taka ambazo zinatolewa na mamlaka za maji, kuchukua sampuli mara kwa mara na kupima kuhakikisha kwamba kuona kwamba inakidhi viwango ambavyo vitapelekea mteja kupata maji safi na salama ambayo yatalinda afya yake. Na pale ambapo kunatokea changamoto, tutaendelea kutoa maelekezo kwa mamlaka za maji kuweza kurekebisha hayo. Tutaendelea pia kufanya kaguzi mbalimbali za miundombinu ya mamlaka za maji hizi ili kuhakikisha kwamba miundombinu ile inazingatia taratibu zilizowekwa na miongozo iliyowekwa katika kutoa huduma. Lakini jingine la muhimu zaidi ni kuendelea kusimamia utekelezaji wa mikataba ya huduma kwa wateja ambayo mamlaka za maji wameahidi kuwapa wateja wao, kuhakikisha kwamba mamlaka zinatekeleza mikataba hiyo kama ambavyo wameahidi, na pia kutoa elimu kwa umma kama tunavyofanya hivi, wateja waweze kufahamu haki zao, kujua haki zao na kuweza kuzisimamia haki hizo. Lakini kwa maana ya uendelevu wa huduma ni kuendelea kutoa miongozo mbalimbali na kanuni mbalimbali ambazo zinawezesha hizi mamlaka za maji kutoa huduma kwa namna ambayo ni endelevu. Mojawapo ni mamlaka hizi zinapaswa kuwa na mipango ya biashara ya miaka 5 ambayo inaainisha mipango na mikakati ambayo wataitekeleza katika vipindi vya miaka 5 kuhakikisha kwamba huduma inaendelea. Kwa hiyo mikakati hiyo inaanzia katika mnyororo mzima wa upatikanaji na usambazaji wa maji, kuanzia kutunza vyanzo vya maji, kuyavuna yale maji kutoka kwenye vyanzo, kuyazalisha, kuyasambaza na kuyafikisha kwa wateja kwa ufanisi ambao unatakiwa kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Kwa hiyo tutaendelea kusimamia mamlaka ziwe na mipango thabiti, mipango ambayo inalenga kuendeleza hizo huduma, na pale inapobidi kufanya marekebisho ya bei ili kuweza kuzifanya mamlaka ziwe endelevu, tutafanya hivyo kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Na tunadhani kwa kufanya hivyo tutachangia katika kufanya huduma hizi endelevu. Lakini pia sheria inatupa pia nafasi ya kufanya study mbalimbali ambazo zinatoa ushauri kwa serikali kuhusu kuendeleza na kufanya huduma ya maji iwe endelevu. Hiyo tutaendelea kulifanya kama mdhibiti, kufanya study za aina hizo ambazo zitatoa mashauri ambayo yatalenga kuendeleza sekta ya maji na usafi wa mazingira nchini. Na tukitambua kwamba lengo ni tunalenga dira ya 2050 ambayo imeshazinduliwa, na sisi kama dhibiti kwa upande wa sekta ya maji na usafi wa mazingira tunajiongoza kulenga kufanikisha kufikiwa kwa malengo yaliyowekwa katika dira hiyo, huku tukitimiza wajibu wetu wa udhibiti kama ilivyoainishwa kwenye sheria, taratibu na kanuni. Na hivyo tutaendelea kuboresha sasa miongozo yetu, kanuni na taratibu tunazozifanya ili zijielekeze kufikia malengo mapana ya nchi ya mwaka 2050. Pamoja na kazi ya udhibiti pia tutafanya pia kutoa pia elimu, kuwajengea uwezo watoa huduma au kuweza kutekeleza wajibu wao ipasavyo. Yote haya ni kuwezesha huduma hii ya maji iwe endelevu, tukimlenga mwananchi kwamba apate huduma
za maji safi na salama na usafi wa mazingira kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizopo. Engineer Safari, asante sana sana sana. Asante kwa kuwa sehemu ya Ewura Podcast. Yes. Nimefurahi sana hii episode, tumeongea vitu vingi vya muhimu ambavyo vinamgusa Mtanzania wa kawaida kabisa ambaye anahitaji huduma hii kila siku. Kwa hiyo asante sana kwa muda wako, asante kwa maarifa na taarifa ambazo umetupatia kwa siku ya leo. Wakati mwingine uje pia tuzungumze mambo mengi zaidi kwenye sekta ya maji. Nipo tayari kufanya hivyo pale inapohitajika. Asante sana. Asante sana. Nikushukuru pia wewe ambaye umetumia muda wako kuangalia episode hii. Bila shaka umejifunza vitu vya muhimu sana, hususan kama wewe ni mtumiaji wa maji. Bila shaka umefahamu kwamba kuna mikataba ambayo inakulinda wewe kama mteja, kama mtumiaji wa maji. Kwa hiyo ni kusihi tu uendelee kuwa nasi kupitia channel hii ya Ewura TV kwa ajili ya maudhui mengine mengi ambayo tunayaandaa kwa ajili yako, sio tu kwenye sekta ya maji, lakini kwenye sekta nyingine zote ambazo zinadhibitiwa na Ewura. Na kwa kufanya hivyo, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini pia hakikisha umesubscribe kwenye channel hii ya Ewura TV kwa ajili ya content hizi, kwa ajili ya maudhui haya na episode nyingine nyingi ambazo tunaziandaa kwa ajili yako. Asante sana, jina langu ni Janet Mesomapia, mpaka wakati mwingine, bye bye.